Nafikiri unapotaka kufanya analysis lazima uangalie unafanya na nani. Watu wengi ambao wanaotuzunguka ni mashabiki wa Yaoya, watu ambao hawaelewi mpira, wanaamua kimiemko, mtu amekaa zake tu ametoka anakurupuka anazungumza kocha hafai. Mpira umebadilika sana. Mpira ni mchezo wa mbinu, mpira ni mchezo ambao unakutaka upate matokeo ya ushindi dhidi ya timu mwenzako, upate magoli zaidi ya ambayo atapata mwenzako, utengeneze uwiano mzuri kati ya kulinda na kushambulia, ufanye timu yako iweze kuwa pamoja kiwanjani, upunguze madhara ya kuanza kushambuliwa, uwe na idadi kubwa ya wachezaji wako kwenye kila tukio la mpira, kwa maana kama uko unalinda au unashambulia, uhakikishe kwamba timu yako hairuhusu magoli mengi. Kwa kuna vitu vingi vya msingi ambavyo siku vitakufanya uweze kuondoka na ushindi. Ndio maana hamna siku uliosikia matokeo ni 89 kwa 200, kwa maana wao walipiga pasi 200 au 89. Unaelewa? Huwa unachoangalia ni goal scored na goal conceded. Kwa kufunga magoli mangapi, kufunga magoli mangapi. Mpaka bado tunapozungumza takwimu zote 100% za baba kocha wa Yanga. Lakini wanasahau kwamba timu huwezi kuiandaa ndani ya siku 30 yakamilika, na hasa ukizingatia kwamba ina kundi wachezaji wengine wapya, kuna mwalimu mwenyewe ni mgeni, kuna wengine walikuwa wana nafasi za kwanza. Kwa hiyo kupata siku hizi na bado timu ikaweza kuendeleza matokeo ushindi, maana yake ni ushindi mkubwa, kwa sababu tutegemea kuweza kuona leo hii mwalimu akiwa na draw. Tunaweza kuona makocha kadhaa, Nabi ameenda South Africa mpaka leo ana struggle, mpaka amekuja ameachana timu yake. Kuangalia mwalimu Loma Viki alikuwa Yanga Seed, hali yake sio nzuri katika msimu wake wa kwanza. Ukiangalia kwa upande wa na Nimirudi Hamdi na hivyo, kwa hiyo walimu wengi wakienda kwenye timu mpya wana changamoto. Leo angalia Manchester United ambao wamekuwa wakistruggle na timu nyingine nyingi. Kwa hiyo timu nyingi zinapata wakati mgumu kwenye kwanza kuweza ku maintain winning spirit, ambapo pengine timu ilikuwa iko nayo. Yanga wameweza ku maintain winning spirit kwa maana wamekuwa na mwendelezo wa matokeo ya ushindi tokea msimu uliopita, na nzuri zaidi msimu huu ameanza amechukua tali ngao ambaye anachukua mara 4 mfululizo na kumwacha mpinzani wake Simba akiwa na kitu mkononi. Sasa bado wanasema mwalimu acheze vizuri, wanataka sana ni washuke malaika brother. Kwa nafikiri tu ni mambo tu ya kiushabiki, na wakati mwingine hii inatumika na watu kwa makusudi maalum kutaka kuivuruga Yanga, na wenyewe wana Yanga wasipokuwa na akili wakiingia kwenye mtego watakuja kujuta, kwa sababu ligi zimeanza zikiwa timu hazijakamilisha utimamu, timu hazijapata full pre-season kama wanataka kitaalamu. Lakini no way out, muda ni mdogo, lazima uweze kufanya hivyo hivyo na uingie kwa mashindano. Kwa hiyo fitness na muunganiko watakwenda kupata kadri muda unazidi kwenda. Cha kwanza ni kusekiwa matokeo ya ushindi ambayo wako nayo na kufanya waendelee kwa juu kileleni mwaka hadi mwaka. Wewe kwa namna ulivyoitazama timu ya Young Africans chini ya kocha Folz, umeridhishwa na aina ya uchezaji wake? Pengine mimi nikiangalia kwa tu walioanza sasa hizi 100% amenilizisha, kwa sababu nikiangalia muda aliokuwa nao, kundi ambao yuko nalo, akapata nafasi ya kwanza kutoa nao, kuna wengine wameingia kwenye timu kwenda kupanda nao, nafikiri 100% yuko sawa, kwa sababu hata ukiangalia wachezaji wengi nikiwaangalia ni kama wamekuwa wako overstretched kutokana na mazoezi magumu ya mwanzo wa msimu, akapata muda wa kuweza kurelax na kuweza kurelax ile misuli yao kuweza kulainika na kunyumbulika. Kwa hiyo ninachokiona mimi binafsi ni bado tu wachezaji wenyewe hawajarudi katika ule mrejeo wao wa kawaida wa unyumbulifu, lakini kwa maana ya mwalimu yuko sawa, kwa sababu tunachokihesabu mwalimu mzuri kwenye kulinda ni kutoruhusu magoli, mwalimu mzuri kwenye kushambulia ni anayefunga. Sasa uwezo kusema mwalimu ni mbaya hawezi kulinda wakati timu yake katika mechi 10 hajafungwa hata goli moja, takwimu za kukataa. Kwa binafsi mimi nafikiri ni mwalimu mzuri ambaye anatakiwa apewe muda ili aendelee yeye mwenyewe kuizoea timu, lakini atengeze mazingira wachezaji wake kuweza kuzoeana na kufanya timu yake iweze kufanya kile ambacho anakihitaji. Tumeshuhudia mchezo wa dhidi ya Pamba Jiji, wamepata matokeo mazuri licha ya kwamba katika kipindi cha kwanza kilikuwa kizuri sana kwa Young Africans, mpaka wameshindwa kupata magoli mengi kama tulivyozoea. Baada ya dakika 90 ndio magoli yakaanza kumiminika. Pengine ni udhaifu tu wa timu kama Pamba Jiji kutokana na tunasema ni zile mid table. Pengine ingekuwa ni strongest timu, pengine ingeleta ushindani kwa Young Africans hii ambayo tunaiona kwa kocha huyu ambaye kama unavyosema kwamba bado timu haijawa imara. Yaani timu yoyote ambayo inacheza na Yanga, yote inacheza na Yanga, lazima itakuwa ni timu dhaifu. Simba kakicheza na Yanga inakuwa dhaifu, sasa timu nyingine inashinda. Nasema na timu nyingine. Kwa hiyo Yanga ndio kipimo cha ubora kwa timu nyingi sana. Kwa hiyo watu wanatamani kuja kuiona timu ambayo itakuwa ina bora zaidi ya Yanga. Na ikishafikia tu hiyo, maana yake zama za Yanga zifanye nini? Zimeshuka. Kwa hiyo sasa Yanga ni ngumu kwa timu ambayo inaweza ikamchallenge. Yaani unatafuta utasemaje huyu na hata fungwa utasema ameachia. Utasema huyu ameuza. Utasema huyu ni anadhaminiwa na JSM. Yaani kila siku tu itakuwa inaongezeka mpaka sasa hapa washafungwa wawili ambao hawadhamini nani na JSM. Amefungwa Simba,
amefungwa Pamba Jiji. Kesho mwingine atafunga sema huyu ni wa GSM, huyu ana urafiki na Yanga. Kwa hiyo hayo hayawezi kuisha, kwa sababu level ambayo Yanga wako nayo sasa hizi wametengeneza ubora wao wenyewe. Na ukiangalia hata kujichallenge, wao wao kwa wao. Leo hii utamkompea Pacome pengine na labda na Sasine kuwa ni wao kwa wao, umeenda unaanza kwa compare Hassan Kuma pengine na Max, ni wao kwa wao. Kwa hiyo timu yao ina ubora ambao unafanya waweze kulinganishana wao kwa wao, ndio ambacho kinafanya timu nyingine ziweze kuwa mbali. Kwa hiyo mpaka sasa nikiangalia naona wako vizuri, na yoyote atakutana na Yanga itamkuta pale mkuta Pamba Jiji, na watu watatoa sababu nyingine ambazo zitakuwa ziko tofauti na kama tunaweza kuonekana. Tumeona mwalimu licha ya ugeni, lakini kuna baadhi ya wachezaji wameanza kuwa na majina makubwa kama Aziz Ndambwile. Pengine wewe unazungumziaje? Hiyo ni kawaida duniani kote. Leo angalia Simba jana wameanza wakana Matola, umeona kwa mara ya kwanza Mzamiru ameingia mpaka nafasi. Ndio ile ambayo watu walikuwa washamsahau. Kwa hiyo kila mwalimu ana muono wake, kuna anachokiamini na ukaenda kwa wachezaji. Kwa ni jambo la kawaida. Kesho atakaja mwalimu mwingine pale Yanga tena kwa anaambia kae na bench. Kwa nini? Kwa sababu focus ya mwalimu, mpango wa mwalimu inategemeana anataka aende kutunza mbinu zake na kundi la watu wa namna gani. Kwa hiyo tunasema kwamba mbinu za mwalimu Folz zimeweza kumfanya Ndambwile aweze kuwa na nafasi katika kikosi chake. Kama akiendelea kuaminiwa kwa performance anayoonyesha, pengine tutarajie kuwa ni mmoja kati ya wachezaji wakubwa mwishoni mwa msimu. Aki maintain hiki ambacho amekianza, so far so good, mchezaji mzuri na ule kuna ruhusu, ana mpira nzuri, anaweza kufika mbali na ana umbo la biashara. Ile umbo hiyo ukiweza kuifanyia kazi, maana yake kesho akashukuru tutasikia ofa kutoka Egypt na sehemu nyingine, kwa sababu kiungo wa ulinzi anatakiwa mtu ambaye yuko muscular, ambaye anaweza kupambana na kuweza kuchukua mpira, kunyang'anya, kupiga pasi hivyo. Kwa hiyo nafikiri kwa umbo lake na nafasi yake akijitunza na kuweza kumaintain, pengine tutaweza kuona kikombe zaidi ambao tutaweza kumuona. Tunazungumzia sasa kuhusiana na kocha wa Young Africans ambaye ni kocha mgeni, lakini tayari kuna minong'ono ndani yake, wengi wakiamini kwamba si kocha ambaye anapiga pira biliani, pira ambalo pengine mashabiki wa soka Young Africans walikuwa wakienjoy katika misimu hii miwili mitatu. Licha ya ushindi ambao wanaupata, wewe unatazamaje hilo?